Hiyo mambo vipi Tanzania? Mimi naitwa Dr. Lukui, ni daktari wa upasuaji magonjwa ya kinywa na meno, lakini pia ni mwana hip hop. Vile vile ni CEO wa kituo cha kutolea huduma za afya ya kinywa na meno ambacho kinaitwa Kinywa Dental Clinic. Kuhusu hip hop, uhusiano na kuwa mimi na hip hop ulianza muda mrefu sana, tangu miaka ya 2000 wakati nasoma primary school, lakini utamaduni huu nimeendelea kuishi mpaka sasa. Naendelea kuishi baada ya kuhitimu masomo yangu yote ya chuo kikuu mpaka chuo kikuu. Lakini wakati niko primary nilikuwa naanza kupenda hip hop kwa sababu kipindi hicho ndio kipindi ambacho utamaduni wa hip hop ndio umeanza kufika sasa katika nchi za Afrika, na hata hapa Tanzania kulikuwa kuna wasanii ambao walikuwa wanafanya, au ndio ambao walikuwa na inspire sisi kupenda kile kilichokuwa tunafanya na kupenda mtindo mzima wa maisha ya utamaduni wa hip hop. Kwa hiyo wakati niko shule msingi nilikuwa na marafiki zangu kama Chikanda Bwana na Koko. Shout out to you guys. Tuliweza kufanya, tulikuwa tunafuatilia muziki wa hip hop kupitia tapes, na hasa vipindi vya radio. Vipindi radio zilikuwa zinatoa ushirikiano mkubwa sana kwa wasanii wa hip hop. Lakini nilipomaliza shule ya msingi niliweza kwenda kwenye hip hop city, Mbeya City, ambapo sasa kule ndio foundation au misingi sasa ya hip hop niliweza kukutana nayo na kuanza kuishi sasa kwa kupractice hip hop, hususan kipengele cha MC au kile kipengele cha kurap. Nilijifunza rap wakati niko masomo yangu ya ordinary level secondary school, na kama tunavyojua Mbeya ni hip hop. Kwa hiyo niliweza kujifunza kuacha tu kufuatilia na kuanza kupractice sasa kwa kuandika nyimbo mbalimbali. Nakumbuka wakati niko shule Mbeya nilikuwa na uwezo wa kuandika nilikuwa na uwezo wa kuandika nyimbo ambazo unakuta wanafunzi wote wa shule unakuta wanaimba huo wimbo, na wimbo huo upigwe redioni wala wapi. Na kupitia hip hop, kama tunajua, moja kati ya nguzo za hip hop ni unity. Kwa hiyo niliweza kujiunga katika makundi mbalimbali enzi hizo ya hip hop nikiwa shule, na makundi hayo pengine hayajulikani huko sehemu nyingine, lakini sisi wakati tuko shule ilikuwa ni makundi ambayo yanajulikana sana kwa wanafunzi na hata mtaani. Na kundi la kwanza ambalo nilianza nalo nikiwa mimi na mwanangu anaitwa Momungu, tulitengeneza kundi linaitwa East Park. Kama mnavyojua miaka hiyo ya 2000 makundi mengi sana yalikuwa yanaanza na East. Kulikuwa kuna East Coast, East Zoo. Sasa na sisi tukaona kwa nini tusijiite East Park. Kwa hiyo tukatengeneza kundi letu la East Park, tukawa tunaandika nyimbo, tunafanya performance pale shule kwenye talent shows mbalimbali, watu wana appreciate, na pia nyimbo zetu zilikuwa zinaimbwa kwa wanafunzi. Utafikiri ni nyimbo ambazo wanazisikia kila siku kwenye media, wakati sisi tulikuwa tunaperform tu akapela. Kwa hiyo kwa kufanya vile, kwa kuwa watu walikuwa wanapenda tunachokifanya, ilinipa moyo na kuona sasa kule nina uwezo wa kufanya na practice huu utamaduni kwa kurap. Pale ndio ambapo nilianza rasmi kurap na kuandika nyimbo zangu mbalimbali, kwa sikuwa na record, kwa sababu kama tunajua hapo miaka hiyo ya 2000 mwanzoni kurekodi studio zilikuwa chache sana. Kwa hiyo sisi tulikuwa tunafanya tu performances za kapela, especially school, ndipo kama pia tukialika kwenye matamasha mbalimbali mtaani. Kwa hiyo safari ilianzia pale, nikaendelea kufanya utamaduni wa hip hop. Baadaye mpaka pale shule rafiki yangu Mumumu alikuja akahama shule akaenda shule nyingine inaitwa Tukui Day,
akaniacha pale sasa istibaki nikawa peke yangu. Kwa hiyo ilinipa upote, lakini niliweza pia kujiunga. Kama tunavyojua kwenye hip hop sisi tunaungana, nikaweza kujiunga na kundi lingine la hip hop linaitwa East Soul. Kama mnavyoona zamani ilikuwa ni East. Sasa wale tulikuwa tunajiita East Soul kwa sababu ni watu ambao tulikuwa tuna rap mpaka soul. Kwa hiyo sasa tukaona tujiite, kwani tusijiite East Soul, tukajiita East Soul. Baadaye East Soul ikaenda sana pale shule na tukafanya ngoma nyingi sana ambazo zilikuwa zinajulikana pale skuli sana na kuweza kulipa umaarufu mkubwa sana pale shule na kuwa na influence kubwa mno. Nikiwa na kikundi kinaitwa East Soul ambacho kilikuwa kinabaki sasa na vikundi vingine kibao, ikiwemo kuna kikundi kinakumbuka kinaitwa Dazi Mwitu. Dazi Mwitu iliundwa kama mnakumbuka hiyo miaka ya 2000 mwanzoni, pia Dazi Numbers zilikuwa juu sana. Sasa wenyewe ambao walikuwa wamepata motivation kutoka kwenye Dazi Numbers wakaanzisha kundi linaitwa Dazi Mwitu. Walikuwa ni watu wa polisi sana, wakawa wanachana sana mikula vile vilikuwa tunabatonato sana sisi East Soul pamoja na vikundi vingine pale skuli. Mpaka hapo nilipomaliza shule hiyo ya sekondari, nilifanikiwa kufaulu kwenda kusoma masomo yangu ya high school Kilimanjaro pale Moshi Technical. Nimeenda kufanya kozi yangu ya PCB pale Moshi Technical, na uzuri advance ni miaka michache. Kwa hiyo nilifanya miaka miwili nikawa niko busy sana na masomo. Kwa hiyo kwa kuwa ni hip hop ni maisha, nikawa naishi hivyo, lakini kile kipindi cha advance nilikuwa tight sana na masomo. Sikuwa napata muda mwingi sana wa kuenda kwenye matamasha na kurap ama nini, lakini nilikuja tena kuonesha. Nakumbuka ilikuwa kwenye graduation tunamaliza form 6, watu wengi tulikuwa wananitambua. Sasa mimi sio kwamba naweza nikawa nafanya sanaa, kwa sababu tulikuwa tunasoma hadi misuli sana. Shara kwa mwanangu Eni Vanadia, shara kwa mwanangu William Gonyani na mwanangu hapa 7. Tulikuwa tunapiga misuli sana. Wanangu walikuwa wajua kwamba mimi na rap, lakini nikaja nikaonyesha siku ya graduation ya form 6 niliandika wimbo mmoja kama freestyle na niliweza kwenda kuperform live juu ya beat. Nakumbuka ilikuwa ni beat ya Wyclef Jeans ile, yes. Nikachana ile wimbo wa graduation nikielezea historia yetu na maisha yetu tunaishi kaya advance. Nilipata shangwe kubwa sana siku ya graduation. Wanangu walishangaa, ni hizi wa misuli ndio wanafanya hivi vitu, unavaa kumbe pia ndio wanangu kitambo tamaduni. Sema tu wakati tumekuja advance nikaona nitulie tu concentrate na mambo ya masomo. Bahati nzuri nikafaulu kwenda chuo kikuu cha sayansi shirikishi Muhimbili. Nilichaguliwa kwenda kufanya kozi ya udaktari wa upasuaji magonjwa ya kinywa na meno. Nikaendelea kufanya kozi yangu. Sasa chuo kama unajua kidogo unakuwa free na uwezo kuchanganya kwenda sehemu mbalimbali ambapo watamaduni wa hip hop wanapatikana. Sasa miaka yetu sisi ambao tunafanya chuo, utamaduni wa hip hop ulikuwa tayari umesha grow, na kama unavyojua chuo cha Muhimbili kiko Dar es Salaam katikati. Kwa hiyo japokuwa masomo ya udaktari ni masomo tight na magumu, nikawa naendelea kupata muda wa kujiba ili kuendeleza kipaji changu, hususan kipaji cha MC na rap. Kwa hiyo kwenda kwenye matamasha tofauti hizo kama kile cha Tamaduni Music ndio kilikopo kinafanya vizuri sana na wana hip hop wengine wengi. Kwa hiyo nikawa naendeleza kipaji, japokuwa niko busy na masomo, nijiba mimi unaenda kufanya vitu vya talent katika ule muda wa extra curricular. Kwa hiyo nikaendelea kufanya mpaka nakumbuka nimefika mwaka wa 3, tunaenda field ya community. Nakumbuka ilikuwa ni Morogoro. Tunaenda pale Morogoro
nikakutana na mwanangu ambaye nilisoma naye secondary school, sasa kule Mbeya, anaitwa Chief Duke. Chief Duke akaniambia, mwanangu, vipi bado unafanya rap? Nikamwambia siwezi kuacha rap, sinajua utamaduni huu tunauishi. Kwa hiyo akanipeleka kwa mara ya kwanza kabisa kwenda kurekodi ngoma yangu ya kwanza pale Kwanza Record na producer Bent Skills. Nilirekodi ngoma inaitwa Mafao. Hata sasa hivi ukienda YouTube pale Mkuli channel utakuta hiyo ngoma inaitwa Mafao, ambayo nilifanya mimi na mwanangu Chief Duke. Kwa kweli nilipofanya ile ngoma ndio ngoma yangu ya kwanza kurekodi. Kwa hiyo baada ya kuifanya na Bent alikuwa amefanya mixing kali sana, nilikuwa motivated kuendelea kufanya rap. Sasa niko mwaka wa 3, shule ndio imebana na hiyo ngoma tayari imeshanimotivate kufanya. Kwa hiyo ikabidi niendelee kujituma, nione nikifanya ngoma nyingine itapata. Nimerudi shule chuo, nikakutana na mdogo wangu mmoja pia, naye anapenda sana hip hop, anapenda sana kuvaa, anaitwa King Bozgini. Kwa jina la sasa kabadilisha, anajiita Celebrity Dentist TZ, kwa sababu sasa hivi ameshakuwa daktari, kuliko anajiita King Bozgini. Nikafanya naye ngoma mmoja inaitwa Dr. Rapper. Sasa hapo tuko mwaka wa 4, wanafunzi wa udaktari tunafanya rap. Hiyo ilileta gumzo pale sana, hata chuo cha sayansi shirikishi Muhimbili, ambapo hata baadhi ya wanafunzi wakaanza kukushauri, wanasema sasa mimi nitamaliza tani shule na sijui kama wazee wa hapa tunavyojua watawaacha. Lakini ninachoshukuru kwamba kazi tuliyofanya hata baadhi ya walimu wetu walipenda, na kuna baadhi ya walimu wachache waliweza kutu reach out na kutuambia kwamba mnafanya kitu kizuri sana na tunategemea baadaye mkiendelea hivyo basi mnaweza mkafanya taaluma yetu ya udaktari ifike katika mahala watu wakawa wanajua kwamba haikuwa daktari tu pekee haitoshi, unaweza ukafanya na vitu vingine vikakufanya uwe mtu special tofauti tu na kuwa daktari tu pekee. Kwa kweli ushauri kama huo ni motivate zaidi, especially ulipotoka kwa baadhi ya walimu na lecturer kabisa ambao walikuwa wanatufundisha, japokuwa hao ni wachache ambao walikuwa vijana. Hapo nyuma hapo chuo kikuu cha sayansi Muhimbili kulikuwa kuna kasumba kwamba yaani ukifika pale tu ni misuli, hauna hata muda wa kupoteza. Lakini sisi tulikuwa tunajaribu katika muda wa mapumziko tunafanya rap na freestyle na nini, kwa tukaendeleza kufanya hizo harakati mpaka bahati nzuri nikamaliza masomo yangu ya udaktari mwaka 2016. Nilipomaliza nikaenda kufanya mafunzo ya vitendo, na baadaye sasa nikaajiriwa katika halmashauri ya manispaa ya Kibaha kama daktari wa kinywa na meno. Sasa baada ya kuajiriwa sasa ndio nikaona nijipambanue zaidi, kwa sababu sasa najitegemea, siko masomoni na siko kwenye uangalizi wowote ule. Kwa hiyo nikasema sasa huu ndio muda sasa wa kutumikia ndoto na kipaji changu. Ndipo nilipokutana tena kwa mara nyingine na rafiki yangu anaitwa Mumumu na kwenda kunikutanisha kwenye platoon inaitwa Watunza Misingi. Kwa kweli platoon ya Watunza Misingi ni hip hop base ya ulinzi wa juu kabisa wa utamaduni wa hip hop hapa Tanzania. Nafikiri hakuna mtu asio tufahamu sisi Watunza Misingi, na japokuwa sisi sio watu wa kutembea sana kwenye media, lakini kama mtakopo mna ushahidi hivi karibuni tunazungumzwa sana kwenye media, japokuwa sisi sio watu wa kufika huko, sababu sisi ni watu ambao tuna keep it, tunajua hip hop ni utamaduni ambao uko kwa ajili ya kukomboa jamii na kutoka katika stage moja kwenda sehemu nyingine ambayo inahesabika na kuonyesha matokeo chanya kwa jamii. Na ndio maana tunasema sisi ni Watunza Misingi, kwa sababu tunasimamia katika ile misingi ile ya hip hop, yaani upendo, umoja, amani na kufurahi.
popote tunapokuwa tunasisitiza hivyo vitu na tunafanya watu wanaendelea kuungana, watu wanaendelea kupendana, wanaendelea kuwa wamoja, lakini bila kusahau kwamba tuko hapa duniani kwa ajili ya kufurahia uhai na usiwepo na mtu yoyote ambaye anahuzunika aidha kwa sababu ananyonywa au anakandamizwa kwa namna yoyote. Kwa hiyo tunatumia hip hop kama tool ya kujikomboa sisi wenyewe. Hivyo nilivyoungana na kwa hiyo watunza misingi tangu nimejiunga nao, kwa kweli na feel proud na feel faraja sana, kwa sababu tumeweza kuwa tunaelimishana kuhusu utamaduni wa hip hop kupitia mafunzo na workshop mbalimbali, majadiliano mbalimbali, na kuweza kukama na suluhu mbalimbali za matatizo yetu kwenye jamii. Kwa hiyo nikaanza kufanya album yangu ya kwanza ambayo inaitwa Afya Album. Hiyo ilikuwa ni duo album ambayo nilifanya na mwanangu Mumumu. Kama nilivyosema kwa awali, Mumumu nilikuwa naye kwenye kundi moja tangu tuko O level secondary school, ambayo kundi letu lilikuwa linaitwa East Park. Kwa hiyo nikaja nikakutana naye tena, tukaungana kwa watunza misingi, tukaendelea kufanya kazi za hip hop, ndipo tulipofanya hiyo album ya kwanza inaitwa Afya Album. Album ilikuwa na nyimbo 14 na katika hizo nyimbo tulizungumza masuala mbalimbali ya afya, ikiwepo afya ya mwili mzima, na maanisha kuna nyimbo yetu inaitwa mazoezi, nyimbo inaitwa mtindo wa maisha, nyimbo inaitwa chakula tiba, nyimbo inaitwa afya ya akili. Lakini hapo nilifanya nyimbo pia moja inaitwa Jino, tukimshirikisha mwanadada mkali sana Beret Kisu, ambapo wametangulia mbele za haki, apumzike kwa amani mwanetu Kisu. Na nyimbo zingine nyingi katika hiyo album ambayo tulifanya ilikuwa ni complete album kali sana, ambayo inahamasisha watu kutunza afya zao na kuishi maisha ya afya ili wawe productive kwenye jamii. Hiyo ni album kama nilivyosema, ni duo album ambayo tulizindua mnamo mwaka 2022 pale Misingini Mbezi Mwisho pale. Tukaizindua album na mwitikio ulikuwa ni mkubwa sana, hususan kwa underground hip hop. Wengi sana walifika kushuhudia uzinduzi wa albamu hiyo. Baada ya albamu ya Afya nikafanya extended playlist tena na mwanangu Mumumu, ambayo hiyo playlist ilikuwa inaitwa Tena EP. Tulifanya hiyo EP ilikuwa ina nyimbo kama 5 tukiwashirikisha wana hip hop wengine tofauti, ya kuwepo Opogo, Kafil, Experience, D wa Maujanja, Mwanazuoni, Shauri ni Senator, X-Ray Vina na mchizi wengine kibao. Ikafanya vizuri sana EP na tukaendelea kufanya miradi mingine. Baada ya EP sasa nikaona ni muda mwafaka wa mimi sasa kufanya kitu changu, ni solo album. Wakati najiuliza nafanya kitu gani, nikaona mbona kama mimi ni daktari, alafu kama vitu vingi ambavyo navijua jamii haina uelewa kabisa. Hivyo nikawaza nifanye album inaitwa Afya ya Kinywa album. Kumbuka nilishafanya Afya album, nikasema sasa nataka nifanye Afya ya Kinywa album ili niweze kuifundisha na kuihamasisha jamii umuhimu wa afya ya kinywa, kwa sababu kama tunavyojua afya ya kinywa ikilegalega pia ni kama afya ya mwili mzima inapokuwa imelegalega. Kwa hiyo nikasema nafanya Afya ya Kinywa album. Nikafanya albamu hiyo na kuizindua mwaka 2024. Uzinduzi wake ulikuwa mkubwa sana. Nakumbuka mpaka rais wa chama cha wataalamu wa afya ya kinywa na meno Tanzania aliweza kuhudhuria uzinduzi huo na alitoa credit positive sana. Na kumbuka alisema ukisikiliza Afya ya Kinywa album ni sawa umemwona daktari wa upasuaji magonjwa ya kinywa na meno bure bila kulipia kitu chochote.
Album ilikuwa ni album nzito, nilifanya nyimbo 14 ambazo nyimbo zote zinahusu mambo ya kinywa tu. Yaani nyimbo zote 14 zinahusu afya ya kinywa tu. Nyimbo yangu kwa mfano, nyimbo mojawapo ilikuwa inaitwa Mswaki. Nilikuwa nazungumzia kifaa ambacho kinatumika kusafisha kinywa chetu kila siku, kinaitwa mswaki, namna ya kukitunza, na kama pia usipokitunza vizuri madhara ambayo unaweza ukayapata. Lakini pia mswaki unatakiwa ubadilishe baada ya muda gani, na usipobadilisha madhara gani ambayo unaweza ukapata, na miswaki gani ambayo inafaa kwa ajili ya kutunza afya ya kinywa. Lakini bila kusahau niliweza kuipa credit miswaki yetu ya kitamaduni ambayo tulikuwa tunatumia organic trees, na pia advantage yake ukilinganisha na miswaki ya sasa ya plastiki, hususan kwenye utunzaji wa mazingira. Kwa hiyo nyimbo ya mswaki nilifanya, ilipatikana kwenye afya ya kinywa album. Lakini wimbo mwingine niliofanya kwenye afya ya kinywa album unaitwa Dawa Sio Kung'oa. Kama tunavyojua, kulikuwa kuna imani kwenye jamii kwamba mtu akiumwa jino basi aende akalitoe, hiyo ndio dawa. Lakini sayansi inaelezea kabisa kwamba ukitoa jino actually unapelekea matatizo zaidi, kwa sababu kwanza ndio ukishatoa jino moja, mpangilio mzima wa meno unabadilika, na hiyo inapelekea mpangilio wa meno kuendelea kuvurugika, lakini pia hata kuendelea kutoa meno mengi zaidi, kwa sababu kama ukitoa jino la chini basi la juu litaendelea kurefuka, na pia unaweza ukalitoa baadaye. Kwa hiyo kutoa jino moja ni sio tiba, bali ni mwendelezo wa kusababisha matatizo zaidi ya kinywa na meno. Nikaona nikisie jamii ielewe kwamba dawa ya jino sio kung'oa. Je, wewe unafahamu mpaka leo kwamba dawa ya jino ni kung'oa tu? Sio kweli baba. Nyimbo nyingine ambayo nilifanya ilikuwa inaitwa Dawa za Meno kwenye afya ya kinywa hapa. Nyimbo inaitwa Dawa ya Meno, Dawa za Meno. Wimbo huu nilikuwa nimefanya mahususi kabisa ili kuweza kuelezea jamii dawa gani za meno ni bora ambazo zinafaa kwa ajili ya utunzaji wa afya ya kinywa. Kwa hiyo mimi nilikuwa nimeact kama daktari, lakini wateja wangu au wagonjwa wangu wananiuliza dawa ipi bora. Kwa hiyo nikafanya hiyo ngoma, nimshirikisha mwanangu Okobo. Ngoma kali sana ambayo ukisikiliza tu hata ukienda dukani za pharmacy kununua dawa ya meno utajua dawa gani ya meno ni bora kwa ajili ya utunzaji mzuri wa afya ya kinywa. Lakini pamoja na hizo nyimbo, kulikuwa kuna nyimbo nyingine inaitwa Dentist Cypher. Sasa huu wimbo wa Dentist Cypher nilifanya kipekee sana, kwa sababu nilikuwa natambua kuna madaktari wengine wa kinywa na meno wengi wana vipaji, wanaweza kurap, lakini hawana muda pengine, au wanaona kwamba hip hop haiwezi ikawasaidia kitu chochote. Kwa hiyo nilifanya wimbo, niliwakusanya wote ambao nilishawahi kushuhudia kwamba wanaweza wakafanya rap. Kwa hiyo nikawakutanisha madentist wote wanaofanya rap, madentist zaidi ya 5, tukafanya huu wimbo unaitwa Dentist Cypher. Ni wimbo mkali sana, kama uamini kwamba kuna madaktari wanachana, usikilize huo wimbo uone michano na mitandao mikali sana ya madaktari. Pamoja na wimbo kwenye afya ya kinywa album nilifanya intro na kibabu cha mistari, au kwa jina lingine anaitwa mti ganda. Kibabu cha mistari kilifanya vyema sana kwenye ile intro, kwa kama tulifanya kama duo. Kwa kweli intro ilikuwa ni kali, na ni intro ambayo ni comprehensive, ina introduce album yote vizuri kabisa, pamoja na nyimbo zingine. Lakini kuna nyimbo inaitwa Blush. Blush maana yake ni kusafisha kinywa, si ndio? Kwa nyimbo nilifanya nyimbo inaitwa Blush ili kuweza kuikumbusha jamii namna ya kusafisha kinywa na kujikinga na magonjwa mbalimbali ya kinywa, especially kusafisha kinywa kwa kufuata mpangilio maalum. Kwa sababu unaposafisha kinywa chako kama ufuati mpangilio maalum, basi ni rahisi kuruka baadhi ya sehemu, na hiyo sehemu kama ukiruka mara nyingi, usipoisafisha kwa muda mrefu, basi inapelekea wewe ukapata magonjwa ya kinywa na meno kama vile kuoza meno. Kwa hiyo nilifanya wimbo unaitwa Blush
ili mtu akiusikiliza basi aweze kukumbuka mpangilio maalum wa kusafisha kinywa na kuweza kuzuia asipate magonjwa ya kinywa na meno. Wimbo ni mkali sana na video nimeshafanya, ni video iko YouTube, ukitembelea pale Dr. Mkui YouTube utakuta huo wimbo unaitwa Blush. Lakini kuna wimbo mwingine nilifanya katika ile album unaitwa Imani Potofu. Nilifanya huu wimbo kwa sababu jamii zetu za Kiafrika na hususan hapa Tanzania kuna imani potofu nyingi sana kuhusu matibabu ya magonjwa ya kinywa na meno, lakini hali mbalimbali za magonjwa ya kinywa na meno zinapomkutana. Kwa mfano, kuna imani potofu ambayo mtu anaamini kuwa na meno meupe ndio afya njema ya kinywa. Nimejaribu kuelezea kwamba kuwa na meno meupe sio ndo kiashiria kinachoonyesha kwamba una afya njema ya kinywa, kwa sababu wengine wana meno meupe kwa sababu wamebleach meno. Kubleach meno ni kama mtu anavyoweza kubleach ngozi nyeusi kama nyeupe, kama mtu anavyo bleach nywele zikawa nyeupe, ile style ya Pacome ile ni bleaching. Na pia kuna meno pia unaweza kubleach yalikuwa ya njano yakawa meupe. Lakini kuna imani potofu nyingine, unakuta mtoto mdogo akizaliwa labda fizi zimevimba kidogo, jamii inadhani ni meno ya plastiki. Niliweza kueleza katika wimbo kwamba hakuna meno ya plastiki. Hata kama umeona hali tofauti kwenye kinywa cha mtoto, basi unaweza ukamfikisha kwa wataalamu wa kinywa na meno ili tuweze kujua kwamba mtoto ana shida gani na aweze kutibiwa vile ambavyo inastahili, na sio labda kumpeleka kwa wataalamu labda tu wa kienyeji waende wakang'oe hayo meno ambao wanadhani ni meno ya plastiki, wakati hakuna meno ya plastiki. Hiyo ni imani potofu tu. Lakini imani potofu nyingine inapelekea kukeketa viungo vya kinywani. Ni imani potofu ile mtu anadhani kwamba akikohoa basi ana kimeo, inatakiwa kikakatwe. Hiyo ni imani potofu pia ambayo inadhuru sana afya ya kinywa. Nimejaribu kuzungumzia pia kwa hiyo wimbo, kwa sababu mtu akikohoa inaweza sawa isiyo ni kimeo, pengine hizi sehemu ya juu ya mfumo wa upumuaji kapelekea kukohoa na sio kimeo. Kwa hiyo ni vizuri mkihisi hivyo, fika kwa daktari wa kinywa ili uweze kufanyia uchunguzi. Lakini wimbo mwingine ambao ni mzuri sana unaitwa Meno ya Watoto. Meno ya Watoto kwa kweli nimeimba, na hata ukisikiza kuna sauti za watoto, nyimbo nzuri sana. Nimejaribu kuwaelezea wazazi au walezi umuhimu wa kutunza kinywa na meno ya utoto ili watoto wao wawe na afya njema ya kinywa wakiwa watu wazima, kwa sababu meno ya watoto yakiharibika na yakapelekea labda yakatoka kabla ya muda au yakachelewa kutoka, hiyo inapelekea matatizo kwenye meno ya utu uzima, na mtoto huyo akiwa mtu mzima anapata shida kwenye afya yake ya kinywa. Kwa hiyo meno ya watoto ni bonge moja la joint. I wish usikilize hii album kama hujawahi kusikiliza afya ya kinywa album. Pia ukiacha huo wimbo wa meno ya watoto, pia kuna wimbo unaitwa ulimi. Nimefanya wimbo unaitwa ulimi kwa sababu ulimi ni kiungo muhimu sana kinywani ambacho ni kama ni mlinzi wa kwanza wa mwili, kwa sababu chakula chochote unachokula ni lazima ulimi upitie na uidhinishe kwamba sasa hichi nilichokula kinafaa kuingia mwilini. Na ndio maana ulimi unaweza kukwambia hichi kitu ni kichungu, hichi ni kichachu na hiki ni kitamu. Na ukila kama ukigundua ni kichungu, unaweza ukakitema kabla kienda tumboni. Kwa hiyo nijaribu kuelezea umuhimu wa ulimi na mambo mengi sana kuhusu ulimi unaweza ukasikia kupitia wimbo. Na wimbo mwingine ambao nimefanya kwenye hii album unaitwa Kinywa na Saratani. Kama tunavyojua janga la saratani ni janga kubwa sana duniani, inaendelea kusumbua na kuangamiza watu wengi sana, lakini ziko saratani ambazo zinatokea kinywani ambazo zikichelewa kubaini hiyo shida, basi matokeo yake huwa ni complex sana na inapelekea watu aidha kutibiwa kwa hali ambayo inaweza kupelekea labda atapoteza hata muonekano
na hata kupoteza maisha. Kwa hiyo nilizungumzia suala la kinywa na saratani kwenye huu wimbo ili kuikumbusha jamii katika janga la saratani, na pia saratani kama zinazoweza kutokea sehemu nyingine mwilini, kinywani pia ni sehemu ambayo saratani za aina nyingi sana zinatokea. Kinywa na saratani, check that joint kwenye Kinywa album uweze kuelimika na upate burudani. Afya ya Kinywa album ni album ambayo wakati hata naanza kuifanya, watunza misingi au makomredi wote wa pale misingini walikuwa waamini kama naweza nikaimaliza kuifanya hiyo album, kwa sababu watu wengi walikuwa wananiuliza itakuwaje, yaani album nzima uzungumzie tu mambo ya kinywa tu, na hizo nyimbo utaandikaje? Maneno yatakuwa yanajirudia. Lakini nimefanya hizo ngoma 14 na hakuna hata ngoma moja imejirudia hata kurudia mstari, na kila ngoma imefikisha ujumbe wake kwa ukubwa wake kulingana na title ya nyimbo. Kwa hiyo nikafanya Afya ya Kinywa album ili kutoa elimu kuhusu afya ya kinywa kwenye jamii. Sasa nilipomaliza kufanya Afya ya Kinywa album, nikawa sasa watu ambao nimewapa album, kwa sababu album nili-upload pia baadhi ya nyimbo YouTube, watu wameelimika sasa, wakaanza kuni-check out kwamba sasa umefanya album. Wengine wanacheki, wana matatizo, wanaumwa magonjwa ya kinywa na meno, na labda wamepata elimu ya magonjwa ya kinywa na meno kupitia ile album. Kwa hiyo ule usumbufu wao ulinifanya sasa mimi niwaze tena kitu kingine cha kufanya, kwa sababu kama mnavyojua utamaduni wa hip hop na elementi zake, kuna element inaitwa entrepreneurship. Usumbufu wa watu waliosikiliza Afya ya Kinywa album wenye matatizo walikuwa wanacheki, wanataka kutibiwa, ulinifanya sasa niwaze kufungua kituo cha kutolea huduma ya afya ya kinywa na meno, ambacho sasa nimekifungua sehemu hii ambayo hapa tulipo. Kituo kimesajiliwa na Wizara ya Afya na kinaitwa Kinywa Dental Clinic. Kwa hiyo kutoka kwenye Afya ya Kinywa album nimekuja na Afya ya Kinywa Dental Clinic, ambayo ni kliniki ya kutoa matibabu yote ya kinywa na meno. Kwa hiyo wale mashabiki zangu, wale wapenzi wanaonifuatilia kwenye utamaduni wa hip hop wamepata sehemu sasa ya kupatiwa suluhu ya matatizo yao ya kinywa na meno. Kama utakuwa unanifuatilia kwenye mitandao ya kijamii, utaona kwenye peji zangu, hii ndio sehemu ya hip hop, na wana hip hop wote wanakuja hapa kutibiwa magonjwa ya kinywa na meno. Na hivi ndivyo ambavyo wana hip hop tupo kwa ajili ya kuisaidia jamii na kuleta suluhu mbalimbali kwenye jamii kupitia utamaduni huu upendo. Japokuwa unaweza mkao unaona sehemu nyingine kuna watu wanafanya hip hop na hawajui hip hop ni kitu gani. Kwa hiyo na wenyewe wanafanya labda kwa milengo yao, iza labda tu kupata pesa, lakini lengo kubwa la hip hop ni ukombozi wa jamii, kama mimi ambavyo naikomboa jamii yangu kwenye magonjwa ya kinywa na meno. Nimewaletea suluhu, na suluhu ni hii Kinywa Dental Clinic. Kwa kweli tangu nifungue Kinywa Dental Clinic na feel very proud, kwa sababu naona mwendelezo wa ufuasi wangu kwenye utamaduni. Kama nilivyosema hapo, nimeanza na album inaitwa Afya, kaja album inaitwa Afya ya Kinywa, na sasa album ya Afya ya Kinywa imezaa Kinywa Dental Clinic, ambapo nasaidia watu wengi sana kwenye matatizo ya kinywa na meno, tena kwa price ambayo inakuwa ni ndogo ukilinganisha na hata hospitali zingine kubwa ambazo utakuwa umewahi kwenda. Fika Kinywa Dental Clinic kwa matibabu na ushauri na uchunguzi wa matatizo mbalimbali ya afya ya kinywa. Dr. Ukui, the CEO of Kinywa Dental Clinic.